Mambo Winrose. Niko poa. Huko kukoaje? Uko poa tu ni jua. Ni long time sana tangu tuongee na wewe. Ulipotelelea wapi? Venye tu nimeshikana na Ramadhani. Hiyo ni poa sana. Otherwise uko poa? Niko poa. Huko kwenye wewe huko kuna story na kifo zenye natokea kwa about couples hivi. Watu kudate watu wakubwa ama watu kudate pesa alafu mwishowe na uawa. Ama unasikia baadaye mtu alidate mtu fulani akakufa. Ama unasikia mtu ameua mtu juu ya alikula pesa zake. Huko kuko hivyo kama huku kwetu ama? Huku about huku Gulf kwenye niko sijui, but mimi nitokea Kenya. Mimi nishadate mtu mwenye ako na pesa. Mimi nishadate mtu mwenye ako na pesa, but mimi kwangu sijui alikuwa anataka nini. Kama alikuwa anataka kunitoa kama sacrifice. Kuna mahali tukienda kwa hoteli ananiodea chakula na yeye akuli chakula. Tangu tupatane hajai kula chakula, yeye anakunywa tu maji tu peke yake. Mimi nilikuwa nashangaa kwani huyu ni mtu wa aina gani? Mimi alikuwa ananishangazanga nikiwa Kenya, ako na pesa lakini tukienda kwa hoteli anakula tu chakula peke yake. Maji sio chakula. Anakunywa tu maji, mimi nakula chakula. So huyo tukadate kama mwezi hivi. Nikakuja nikaona huyo mtu ako na pesa yenye sielewi. Akakuja kwa nyumba kwenye nilikuwa nimekondisha nyumba. Akakuja siku moja, mimi sijui alikuwa, but alikujanga asubuhi saa 10. Anakuja tukakaa kidogo tu, akaanza kupiga masimu. Anatoka nje, ni kama kuna watu walikuwa na call wakuje. Anatoka nje, anaenda anazurura, anarudi. Leo anahangaika na simu sana kupiga. Na kwani hiyo asubuhi mimi nikajifungia kwa nyumba yangu na sikumfungulia tena. Kutoka hapo sasa tukaachana. Ni kama alikuwa na nia zingine tu, sacrifice. Mimi nikamatulia, nikaachana na yeye hivyo. Sasa nikaachana na yeye, sijui aliendanga but kwenye nimeenda, hata kama nimeenda wapi supermarket namuona ndio huyu. Ni kama sijui alikuwa jini ama alikuwa nini. Mahali popote nimeenda nampata. Nikienda kwa duka nampata. Mimi sijui alikuwa mtu ama alikuwa jini. Unajua, unaona wasichana wengi unapata mtu ameuliwa. Unasikia tu wasichana wengi wanauliwa na nini? Nao masponsa. Kwa hivyo mimi naweza ambia wasichana, we unaweza jitafutia pesa na maisha yako iendelee. Mimi nishipitia vitu kama hizo. Kutamani pesa ya watu, lakini hiyo pesa inaweza kukuingiza kwa kaburi tu. Na kwani huyo mtu mwenye ulikuwa na date, huyo mwenye unaongelea huyo, kwani ulikuwa umekula pesa zake ama yeye alikuwa anataka kukuua? Mbona alikuwa anafanya hizo vitu na kuja kwako saa 10 asubuhi? Kwani shida ilikuwa ni nini? Ulikuwa umekula pesa zake ama kuna kitu ulikuwa umekwamia? No, hata mimi sijawahi hajainipea pesa, but kwa tunaendanga tu kukunywa pombe club, but hajainipea pesa. Sasa unadhania mbona alikuwa anataka kufanya kitu kama hiyo, ama mbona unamfikiriria hivyo? Huyo mtu alikuwa na mambo zake tu. Alikuwa na mambo zake, sio kunidate. Alikuwa na mission yake kwangu, sio kunidate. Ulikaa chini uka notice labda ako na mission zake kwako?
Na kuna kitu yoyote yenye ashai kufanyia mbaya tu yenye unaweza sema labda alikuwa na plans za kukuua, ama kuna kitu yoyote tu yenye ilionyesha tu huyu mtu hayuko sawa anaweza kuua? Ashai kukasirikia, ashai kutukana, ama ashai kupiga, ama ashai kuaibisha kwa watu, hivyo vitu hizo ashai kufanyia? Hapana, kitu ishainifanikia ni ile nilikuja tukaachana, alafu ni mahali naenda, hata ni mahali naenda, tuseme kama nimetoka hapo niende tao, naenda nampata, nasikia tu akiniita mahali popote tu, nimekanyama ama tu niko kwa duka tu, nampata ndio huyu. Mimi sijui alikuwa anafika aje, yani alinihangaisha mpaka venye nilikuja Gulf, na hata nitoka Kenya juu yake. Kila mahali tu naenda nampata. Mimi sijui alikuwa mtu ama alikuwa jini. Na kwani mmekaa naye for how long? Nikaa naye miezi 2 tu. Mlijuana tu miezi 2? Ana. Na hiyo drama zikaanza. But hata before hiyo wiki 2 baada tukipatana, tukienda kwa hoteli yeye hakuwa anakulanga chakula. Yeye anakunywa tu maji. Hata tukienda kwa club, akunywe pombe, anakunywa tu maji, hivyo tu. Kwa hiyo tu miezi 2, hiyo miezi 2. Sijiona akiweka chakula kwa mdomo. Na ni nini ili lead up? Na nini ilifanya mpaka sasa mkakosa kuongeleshana? Ni nini iliwazuia kuongeleshana mpaka ikakuwa mtu apigie mwingine, ikafika extent ukaamua tu kwani umwache utoke uende? Sorry kupata info. Nauliza ni nini ilifanya sasa mkaachana, ikakuwa sasa muongeleshani, ikabidi sasa ujitoe uende utafute kazi yako na yeye aende zake? So ilikuwa aje hapo? Hiyo ilikuwa wakati tukiwa kwa nyumba, alikujanga hiyo masaa ya saa 10, alafu yeye yani anapiga simu, maybe alikuwa na maybe alikuwa anataka kunifanyia kitu mbaya. Hiyo ndio niliona na tukaachana hivyo. So since muachane na yeye hajawahi kupigia simu? Hapana, hata sijui aliendanga wapi, aje nipigia simu. Na so advice unaweza patia mtu mwenye ana date mtu mkubwa, ama mtu mwenye ana date mwenye yako kwa relationship about anataka tu pesa tuseme, ama mtu mwenye anataka mtu juu labda ako na mali hivyo, unaweza muadvise aje? Mimi naweza ambia wasichana wewe jitafutie pesa, acha kutegemea wanaume wa watu ama wanaume wenye wako na pesa. Acha kuwategemea. Wengi pesa zao sio za halali, wengi wamejichanganya tu. Kwa hivyo ukitegemea hiyo pesa, pia yeye atakutoa kafara, aendelea na kushika pesa mingi na wewe ukufe hivyo. Kwa hivyo wengi wanaua wasichana au watu wako na pesa. Ni sawa. Advice kwangu, watu waachane na watu wako na pesa. Mtu atafutie tu pesa yake tu na aridhike tu na hiyo kidogo tu yenye anapata. So tuseme wewe sasa uko poa na hiyo kidogo yenye unapata, at least uliachana na mtu mwenye angekunyonga. By the way, mimi hii hata kama hii mbao yenye napata inanitosha. Kuliko hiyo ningeuawa, ningeenda ningekufa tu na nimuache duniani. Lakini hii yenye sasa hii napata inanitosha. Na maisha ingine inasonga.